Asante Pauline Mvungi kwa kutuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukuletea mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Mtendaji mkuu wa klabu ya Tanzania Prison Godfrey Madegwa amethibitisha kuwa uongozi wa klabu hiyo kwa makubaliano ya pande zote mbili umeachana na aliyekuwa kocha wa timu hiyo raia wa Kenya Zedekia Otieno. Madegwa amesema uamuzi umefikia kwa maelewano mema kati ya pande zote mbili, huku klabu ikimshukuru kocha huyo kwa mchango wake mkubwa katika kipindi alichokinoa timu hiyo ya Tanzania Prison. Ameongeza kuwa uongozi unaendelea na mchakato wa kutafuta mbadala wake atakayesaidiana na timu kufikia malengo yake katika mashindano ambayo yanaendelea ikiwemo ligi kuu soka Tanzania bara. Yes, ni kweli. Leo tarehe 25 tumeachana rasmi na aliyekuwa kocha wetu Zedekia Evans Otieno kutoka Kenya. Kuachana kwetu ni makubaliano ya pande mbili, mutual agreements pande mbili. Tumeachana kwa bila shida yoyote, na tumemshukuru kwa muda wote ambao ametuhudumu kama kocha mkuu. Tumepata vingi kutoka kwake, lakini imefikia muda tumekubaliana na yeye kidogo tutafute uelekeo mwingine. Haya mambo yana tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba once team inapokuwa ina performance nzuri, the person to be questioned wa kwanza kabisa ni head coach. Kwa hiyo kama yeye amekubali kuwajibika kama mwalimu mkuu, kwa hiyo bado tunaendelea kufanya maboresho katika timu yetu. Vile vile naweza katokea vile vile mabadiliko mengine. Kwa hiyo huo ni mwanzo tu wa mabadiliko, lakini tunaweza tukafanya mabadiliko mengine zaidi ya hapo. Kwa hiyo ni kweli taarifa za rasmi itoe kama mtendaji mkuu sasa kwamba tumeachana na kocha wetu Zedekia Otieno, na tutatangaza kocha mwingine hivi karibuni nani atachukua mikoba kuendeleza ili jahazi la timu yetu ya Tanzania Prisons. Kwingineko ni kwamba zikiwa zimesalia siku 4 kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga, aliyekuwa mchezaji wa zamani wa timu ya Yanga Kenneth Mkapa ametoa maoni yake kuelekea katika mchezo huu, huku akikiri kwamba mchezo huo umepungua hamasa kwa siku za hivi karibuni. Mkapa amesema dabi ya Kariakoo imekuwa na historia ya ushindani mkubwa, pressure ya wachezaji na matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki, hali inayofanya kuwa miongoni mwa michezo migumu zaidi nchini. Ameeleza kuwa mechi hiyo si ya kawaida, kwani mara nyingi huamua heshima ya klabu pamoja na msimamo wa ligi. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wenyewe wanastahili kuona mechi hizi live, kwa maana ya kiwanjani, kwamba kutoka watu karibia 60,000 mpaka 15,000 umepunguza watu wengi sana, lakini mimi nadhani kupeleka burudani kule kwa wakati huu kutakuwa na maana kubwa sana vile vile, kama ambavyo ingepelekwa mkoa mwingine wowote, kuwafanya mashabiki wa huko waone ya kuwa wanastahili. Lakini vile vile usisahau ya kwamba tunazidi kudhihirisha ya kwamba uwanja ule wa New Amani Complex unastahili, una vigezo vya kuchezesha mechi kubwa kama ambavyo CAF wameupitisha na kuona ya kuwa ni kiwanja ambacho kinastahili kuchezewa mechi kubwa, na mojawapo mechi kubwa katika nchi yetu ni Simba na Yanga. Kwa hiyo nadhani ni sahihi tu. Historia imekuwa ikionyesha kuwa yule ambaye anaenda na matumaini huwa anaenda kuanguka, na yule ambaye anaenda hana matumaini anaenda kufanya vizuri, ingawa hiyo sio kwa miaka hii 6 iliyopita. Shirikisho la ngumi za ridhaa Tanzania BFT limegawa vifaa vya mazoezi kwa klabu 4 za ngumi mkoani Tabora zenye majina Mvuba, Bafaro na Kozi na Zugo, hatua ambayo ni sehemu ya mkakati wa shirikisho wa kuimarisha mafunzo ya michezo hiyo, kuibua vipaji vipya na kukuza michezo mkoani humo. Tupate undani wa taarifa hiyo. Akikabidhi vifaa hivyo, katibu wa kamati ya mashindano ya BFT Bwana Riadha Kimweri amesema kuwa mpango huu umekusudiwa kutoa msaada wa moja kwa moja kwa wachezaji chipukizi na kuwezesha mafunzo ya kila siku kwa usahihi sambamba na kukuza mchezo wa ngumi mkoani hapa. Lengo la ugawaji wa vifaa hivi vya mchezo huu wa ngumi ni kuhakikisha kwamba ni kuibua vipaji ambavyo kwa mkoa wa Tabora vipaji vipo vingi sana, na katika historia ya ngumi mkoa wa Tabora unaongoza sana kuwa na wachezaji wakubwa wengi ambao wameletea taifa letu sifa katika mchezo huu wa ngumi. Kwa yote haya yanafanyika, lengo kubwa ni kwa ajili ya vijana wetu. Hivi vifaa
vikafanya kazi ambayo imekusudiwa. Hivi vifaa vimekuja kwa lengo la nini? Training. Tukafanya training walimu wangu, isije anakwenda kijana wetu kule anakwenda Tabora tukijua kabisa ni kijana ambaye yuko trend, ametengenezwa vizuri, kumbe kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tumesahau kumfanya nini, kumpa. Kwa upande wao, wachezaji na viongozi wa klabu hizo wamelipongeza shirikisho la ngumi za ridhaa BFT kwa kuhakikisha kila klabu inapata vifaa vya kisasa vinavyorahisisha mazoezi, kwani itasaidia kukuza michezo ya ngumi na kuibua vipaji vipya mkoani Tabora. Kwa kutuletea vifaa ni sawasawa kama mkulima akapelekewa jembe ili aweze kujiendeleza mwenyewe kwenye masuala yake la kilimo, lakini na sisi pia kwenye upande wa ngumi kuletewa gravu au vifaa vingine vya mfano wa hivyo ni sawasawa kama vile tumepewa msingi wa maisha ili kuweza kujiajiri wenyewe binafsi. Ili kuwapata wachezaji bora waliokuwa katika misingi ya soka, imeelezwa kuwa ni vyema kuanza kuandaa vijana wakiwa na umri mdogo ili kuwakuza na kuwaendeleza katika hatua sahihi za malezi ya soka. Hayo yameelezwa na meneja wa Academy ya Magnet Edmund Justin wakati akizungumza na Channel 10 Michezo, huku akili kwa ili kupata wanasoka bora ni vyema kuanza kuwafunza katika umri mdogo ili waweze kulelewa katika misingi ya mpira, huku baadhi ya makocha wakieleza umuhimu wa kuwakuza vijana katika mazingira ya soka hasa katika umri mdogo. Kiwa mdogo kuna namna fulani unaweza tukakutengeneza kutoka from the beginning kuja kufika kwenye competition level. Lakini umuhimu wa kufanya wakiwa wadogo, kwa mfano tumeona tunao washiriki wetu ambao wameshiriki hizo international au Spain kwa sasa, lakini pia kuna mtu yuko national team ambao inamjenga, alianzia akiwa na miaka 13, mwingine pia alianza na miaka 8. Kwa ni sehemu tu ya kujifunza na zile level ndo zinaweza kuwajenga zaidi. Kimuona mtoto ambaye anasoma shule alafu anacheza mpira, huwa anakuwa active kuliko hata yule ambaye hachezi mpira. Kwa nini? Kija kwenye masuala ya mpira wa mguu, kuna mambo matatu mchezaji anaweza akayafanya kwa wakati mmoja. Anatizama mpira unakuja, wakati huo kuna mpinzani, wakati huo anatakiwa huo mpira utoe uende kwa mwenzake. To get better in terms of playing it, and also they can also get opportunities to travel to other countries because we always have international trips to go to South Africa, Finland, Sweden and Spain. Naam, taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya iliendelea jana kwa michezo minne ya mchujo, huku timu 4 zikifanikiwa kutinga hatua ya 16 bora. Katika mchezo wa mapema na uliovutia hisia za watu wengi, Atletico Madrid iliibuka na ushindi wa mabao 4-1 nyumbani dhidi ya Club Brugge na kufuzu kwa jumla ya mabao 7-4 katika michezo miwili. Nayo Newcastle United iliendeleza ubora wake kwa kuifunga Karabag FK mabao 3-2 na kusonga mbele kibabe kwa jumla ya mabao 9-3. Katika matokeo mengine ya kushangaza, vinara wa ligi kuu ya soka nchini Italia Inter Milan ilipokea kichapo cha mabao 2-1 kutoka kwa Bodo Glimt, matokeo yaliyoifanya timu hiyo ya Norway kufuzu kwa jumla ya mabao 5-2. Wakati huo Bayer ya Leverkusen ilitoshana nguvu kwa sare ya bila kufungana na Olympiacos ya Ugiriki, lakini ikasonga mbele kwa faida ya ushindi wa awali kwa jumla ya mabao 2-0. Michuano hiyo inaendelea leo kwa michezo mingine minne ya mchujo kupigwa, ambapo mchezo wa mapema kabisa utakuwa pale mjini Bergamo nchini Italia kati ya Atalanta na Borussia Dortmund. Michezo mingine ni Juventus dhidi ya Galatasaray, PSG ambao ni mabingwa watetezi watavana na AS Monaco, huku mabingwa wa kihistoria wa Ulaya Real Madrid watakuwa pale Estadio Santiago Bernabeu kuwakaribisha vigogo wa Ureno klabu ya Benfica. Washindi wa jumla wa 4 wa leo wataungana na Atletico Madrid, Bodo Glimt, Newcastle United na Bayer ya Leverkusen katika hatua ya 16 bora ya mashindano hayo makubwa zaidi barani Ulaya kwa ngazi ya vilabu. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Naam, kufikia hapo hatuna la ziada kwenye habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, nirejeshe matangazo yako kwake Pauline Mvungi kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.